kuna mambo mawili ambayo ni lazima yapatikane katika kuoga janaba. Lau litakosekana moja kati ya haya, basi unakuwa haujaoga janaba wewe, yani bado haujajitahirisha, bado ni mchafu vile vile. Jambo la kwanza ni ania, ni kupatikaniwe nia. Wa niyatu mahalluha alqalb, nia mahala pake ni moyoni. Nia si ile kutamka na waitu kwamba nanuia kuoga hedhi au nanuia kuoga janaba. Hapana, nia si kutamka. Nia ni lile kusudio lako kwamba kuoga kwako ulikuwa unaoga nini, umekusudia kuoga nini. Hivyo unakusudia kuoga janaba au umekusudia kuoga hedhi au umekusudia kuoga kawaida. Kwa mfano, ikatokea mamka asubuhi, upo katika hedhi wewe, ukamka asubuhi ukaingia chooni ukaoga, haukuwa unaoga hedhi, unaoga tu kawaida, ni asubuhi umeamka basi unaoga. Kisha baadaye damu haikutoka tena, sasa ukaona nirudi nikaoge. Hapana, si mimi ninatoka kuoga, ile inatosha. Hapana, ile haijatosheleza, kwa sababu kusudio lako wakati unaoga haukuwa unaoga kujitahirisha hedhi, ulikuwa unaoga tu kuoga kwa kawaida. Ila sasa lau utaenda kuoga, haimaanishi ndio ukaseme na waitu. Hapana, kwamba tu kusudio lako najitahirisha hedhi, basi hiyo ndio nia. Kwa katika kuoga janaba na kuoga hedhi, kitu cha lazima ni nia. Ama jambo la pili la lazima ni ta'mimul badani bilma, ni mwili mzima kuenea maji. Basi hizi ni vitu mbili ambazo ni lazima vipatikane katika kujitahirisha ima hedhi au janaba, ni lazima vipatikane nia na kisha mwili mzima kupata maji. Ama hivi vingine, namna ya kuoga ni sunna kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo ametufunza ya kwamba kitu cha kwanza ni istinja. Unapoingia kabla haujaoga, kwanza unanawa, yani kuosha tupu zako. Lau utaosha kwa sabuni, lau utaosha kwa kitu gani, ala kulli hal unajisafisha vizuri, usafike tupu zako vizuri. Na kisha jambo la pili, utachukua udhu wako kamili. Katika hili la udhu, unaweza ukachukua udhu mzima kamili, au unaweza ukachukua udhu ukachelewesha miguu, yani miguu ukaiosha baada ya kumaliza kuoga ndo ukaosha miguu, au pia unaweza ukamaliza kila kitu katika kutawadha. Na kisha jambo la tatu ni sabbul ma'i ala ar-ra'si 3 marat, ni kujimwagilia maji kichwani mara 3. Bimaana unaosha nywele zako vizuri. Hilo ni jambo la tatu, unaosha vizuri nywele zako, unahakikisha nywele zimepata maji kisawasawa. Pengine lau nywele zako umezifunga, umesonga, yani haujalazimishwa ni lazima uzifungue nywele, hapana, lakini hakikisha maji yameingia vizuri. Lau itakuwa kusonga kwako kunazuia maji kuingia vizuri katika kichwa chako, basi utalazimika, ni lazima ufungue hizo nywele. Ila lau itakuwa kusonga kwako hakusumbui, yani maji yanaenea kila mahala kisha kwa urahisi na kwa uzuri, basi si lazima wewe kuzifungua hizo nywele, utaosha hivyo hivyo. Na kisha baadaye utaoga mwili mzima, na kuoga mwili mzima utaanza bishiqil ayman, kujimwagilia maji upande wako wa kulia, kisha baadaye ndo upande wa kushoto, kisha ukaoga mwili mzima kama kawaida, na baada ya hapo utakuwa umetahirika. Sasa haya ni kwamba ni sunna kuoga kwa namna hii. Hivi ndivyo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa alitufunza. Lakini pia lau utaoga bila kuanza upande wa kulia na ukisha upande wa kushoto, wewe ukaoga moja kwa moja, bado utakuwa umetahirika na bado upo sahihi, kwa sababu vitu viwili vya lazima tulivyosema ni lazima vipatikane. Nia, ulikuwa unaoga nini; pili ni mwili mzima kuenea maji.